wanawaza kama sio kibiblia vile. Neno Christmas linamaanisha celebration of Christ, ni sherehe ya Kristo, ni majira ya kumsherekea Kristo. Na hii haikuanzishwa na mwanadamu. Kimsingi siku ile ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo mwenyewe kulikuwa na sherehe kubwa ya ajabu sana, ambayo ndio tungesema ilikuwa ndio Christmas ya kwanza. Katika Luka sura ile ya 2 mstari wa 8 mpaka mstari ule wa 14, Biblia inasema, na katika nchi ile ile walikuwa kwa wachungaji wakikama kondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Ilikuwa usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukang'aria pande zote. Anatokea malaika, alafu utukufu wa Bwana unang'aa. Hapa ni mmoja. Wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akamwambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Inakuja habari njema na furaha kuu itakayokuwa sio mwanzo wake tu pale, lakini kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndio ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara baada hapo walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni, wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Baada ya yule malaika, anga zima likafunikwa na wingi wa jeshi la mbinguni. Kiingereza inatumika maneno multitude of heavenly host. Katika idadi ya malaika mbinguni ni kubwa sana. Vigumu kupata hesabu yake ambayo kwa namna kibinadamu. Katika Ufunuo sura ile ya 5 tunaona juu ya hesabu ya malaika. Ufunuo 5:11 mpaka 12, nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1000 mara 1000. Hapo hesabu huwezi kupata jawabu hapa. Hiyo ndio wingi. Ukisikia wingi wa jeshi la mbinguni ndio hiyo. Ndio. Wakisema kwa sauti kuu, wastahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Ndio. Kwa hiyo hili huu wingi wa jeshi la mbinguni ulishuka angani. Jaribu kuwaza usiku ule. Na mmoja tu utukufu uling'aa pande zote. Sasa wako mabilioni ya malaika kule juu. Nakumbuka kulikuwa na nyota ile ambayo inawaongoza kwenda kwenye hori ya kulia ng'ombe. Ndio. Sasa na nyota nyingine ni usiku ule. Kwa hiyo anga zima lilipambwa kwa malaika. Halafu wanaimba wanamtukuza Mungu. Jaribu kuwaza mtu aliyekuwepo pale. Ile ndio ilikuwa Christmas ya kwanza. Sisi leo watu wanaigiza kuweka vitaa hivi, ili vionekana vinamulika. Haifikii ule mwanga pate mwanga. Lakini ilikuwa anga lote limefunikwa. Watu wanaimba, watu wanashangilia, na ilikuwa ni siku ile ya kuzaliwa Mwokozi. Kwa maana hiyo ndio maana tunasherekea kwa maana hii ndio Christmas ya kwanza. Lakini hapa mwingine anasema, sasa tarehe yenyewe ikoje? Hii ndio tarehe kweli aliyozaliwa? Tunamsherekea Kristo, hatusherekei tarehe. Hii habari ya tarehe maana yake si issue, sio swala la msingi. Na kama tukavyoweza kuona baadaye kidogo, kikubwa hapa tunayemsherekea ni Mwokozi. Kwamba iwe tarehe gani, kimsingi hata kama ukiwa umeokolewa, wakati wote utakuwa unamsherekea Mwokozi. Yaani mwaka wote na muda wote, yani wewe utakuwa unamsherekea Mwokozi kama yuko ndani yako. Na huyu Mwokozi kwanza, si wengine majira kama haya, hasa waandishi wa habari, wanazungumza amezaliwa Mwokozi wa Wakristo. Sio Mwokozi wa Kristo. Ni wa ulimwengu wote. Huyu ni wa ulimwengu kabisa. Katika Yohana sura ya 4
Ndio. Inasema hivyo. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini wala si kwa sababu ya maneno yako tu. Mstari wa 42 huo. Maana sisi tumesikia wenyewe, tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Ndio. Huyu ni mwokozi wa ulimwengu, si mwokozi wa Kristo. Yaani ni mwokozi wa watu wote. Ndio. Ndio maana tukizungumzia injili tunazungumzia habari njema kwa watu wote. Naam. Sasa huyu Yesu Kristo atakayezaliwa anazungumziwa katika Mathayo 1:21. Ndio. Nawe utamwita jina lake Yesu. Maana ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo Mwokozi anaokoa watu wake na dhambi zao. Manake ana uwezo wa kumwokoa mtu na dhambi zake. Dhambi, Warumi 6:23, mshahara wa dhambi ni mauti. Na mauti yenyewe ni mauti ya milele, ni kutupwa katika jehanamu ya moto. Na si mapenzi ya Mungu mwanadamu yeyote atupwe katika moto. Mathayo 25:41 Biblia inasema atawaambia wale walio mkono wa kushoto waliolaniwa waende katika moto wa milele aliowekewa Ibilisi na malaika zake. Moto wa milele amewekewa Ibilisi tu na malaika zake kimsingi. Na kama mtu anakwenda kule, anakwenda kwa sababu hajui ni jinsi gani ya kushinda dhambi, na kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Ndio maana kwa sababu dhambi na nguvu kwa mwanadamu bila msaada wa Mwokozi. Yesu Kristo huyu aliyezaliwa alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, lakini hakutenda dhambi kabisa. Na huyo ndiye anayeweza kutusaidia tukaishi maisha kama yeye alivyoishi hapa duniani, lakini tusitende dhambi. Na tunamhitaji Mwokozi. Baadaye kidogo tutazungumzia jinsi ambavyo kila mmoja anavyoweza kumfurahia huyu Mwokozi na yeye mwenyewe akaweza kupata uwezo wa kushinda dhambi. Lakini itoshe tu kwa sasa kwamba tunamsherehekea Mwokozi, na mnasherehekea Mwokozi kwa sababu mimi binafsi aliniokoa tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 1980. Ilikuwa Jumapili ya Pasaka, siwezi kuisahau. Kwa hiyo kwa maana hiyo ndio maana naweza kusherehekea kwa sababu ni kumbukumbu ambayo huwezi kuisahau. Siwezi kuisahau. Amen. Naam, ni Askofu Zachary Kakobe huyo ndani ya kipindi hiki cha Meza ya Busara akitoa salamu zake za utangulizi. Askofu Mkuu Sylvester Gamanywa, karibu sasa umkaribishe mgeni wetu mwingine. Nashukuru kwa salamu ambazo zimeshafunguliwa sasa, na tumekusha kujua kwamba kumbe swala sio Yesu kazaliwa lini. Swala ni Yesu alizaliwa. Yes. Na light maelezo yaliyotolewa sasa na askofu ya kile kilichofanyika baada ya kuzaliwa kwake. Sherehe iliongozwa na malaika. Na wachungaji waliokuwa kichunga usiku huo walitekwa ghafla na tukio hilo. Na kama Biblia imeandika, alitabiriwa, akazaliwa, malaika wakatoka mbinguni wakaja duniani wakasherehekea kuzaliwa kwake. Ni nini kinachozuia tusisherehekee kuzaliwa kwake? Labda kinachoweza kutuzuia tusisherehekee kuzaliwa kwake ni tatizo moja ambalo kabla sijamkaribisha Apostle niliseme tu na limeshasemwa kwenye matangazo. Wengi tunapokuwa tunasherehekea siku za kuzaliwa kwetu, tunakula keki, tunaimbiwa nyimbo, happy birthday to you, birthday to you. Alafu uligani na kadhalika. Wengine siku hizi miaka hitaji sasa hivi. Tunaogopa kutaja miaka yao. Anayesherehekea ni yule aliyezaliwa, na wanaosherehekea kuzaliwa kwake kwa kumsupport, kwa kumlisha keki, ndio kwa kuzaliwa kwake. Ni sherehe ya kuzaliwa kwa Yesu tu
ambayo watu wengi ulimwengu mzima unasherehekea, lakini yule anayesherehekewa kule kwake hayupo kwenye ile sherehe. Sasa nadhani leo tutaweka sawa. Inakuwa kama sherehe hewa. Inakuwa hijack ile sifa ya kuzaliwa, kwa sababu mnafaidi ninyi, mnanufaika ninyi, lakini mhusika hayupo. Na kwa nini hayupo? Ni kwa sababu kusherekea kunakofanyika ni kwa kijamii tu, ndio kwa kimwili, wakati sherehe zinatakiwa zifanyike kiroho. Na nadhani sisi tuko mahali hapa kuelezea hizo sherehe kiroho zitakiwa zifanyikeje, na ndio salamu za Christmas, ndio maana tuko hapa. Lakini wakati huo nimkaribishe Mtume Venoni, ananyongeza na yeye ana ufunuo wake. Karibu. Asante sana. Najua ni furaha sana kuwepo pamoja kwenye studio hii, kwa sababu kwa muda sasa hatujafika na leo hii ni kitu ambacho tunazungumza kusherehe Kristo. Unajua Bishop Kakobe alikuwa anasema hivi kwamba mimi nawaza ndio dunia nzima ni giza. Dunia nzima ni giza. Malaika wanashuka, sio moja, multitude. Ndio alisema pale kwenye Ufunuo 5:11. Mimi ni mwenye hesabu, ukipiga tu hizo hesabu 10,000 na mara 10,000 mara elfu ndio uwezi kujua nina mangapi. Umeona? Sasa duniani hapa tunajua mapepo tu na majini, lakini hatujafika sehemu kujua kwamba kuna malaika maelfu na 10,000 na 10,000. Yes. Daudi alitoa ufunuo tena akasema malaika zote wanamsifu Mungu. Malaika zote. Umeona? Alafu ukienda kwa Daniel anasema kwamba na malaika elfu na maelfu na elfu kabla kitabu hajafunguliwa. Hawa malaika wapo. Sasa mimi najiuliza kama malaika maelfu na maelfu na maelfu walikuwepo siku ile, wameshuka na kuimba, wanamsherehekea nani? Ndio Kristo. Maelfu na maelfu na maelfu wanamsherehekea Kristo. Sawa. Biblia inasema kwamba wewe ukizaliwa mara ya pili, na hawa malaika ndio wanakusherehekea. Umeona? Hawa malaika wengine hawaoni kama kuna malaika wanasherehekea. Sisi tunataka leo umpokee Yesu. Wewe ambaye hujaokoka leo uokoke. Na ukishaokoka leo na Kristo akizaliwa ndani yako, na kuambia malaika watashuka mbinguni na watakusherehekea maelfu na maelfu na maelfu. Amen. Unaona hiyo? Kama ulivyomsherehekea. Kama au kusherehekea wewe, anasherehekea Kristo ambaye anazaliwa ndani yako. Unajua? Sisi watu tunasherehekea wakati tunazaliwa. Lakini hao malaika wanashuka, mbingu nzima inashuka inakusherehekea wewe. Kwa sababu wewe umezaliwa mara ya pili. Ndio. Hii ni siri kubwa sana ambayo watu hawajui. Alafu cha pili ambacho tunaposherehekea Kristo Yesu alikuja kuondoa dhambi. Ndio. Remission of sins, anaondoa. Ni mwana kondoo aondoaye. Sio afunikae. Anaondoa kabisa. Hiyo ni siri kubwa ambayo watu hawajui. Alafu akishaondoa ndipo analeta revelation ya ufunuo, kujua Mungu. Unajua watu hawawezi kumjua Mungu leo. Hawawezi, kwa sababu dhambi inafunika ile knowledge, ile ufahamu wa kumjua Mungu. Lakini ukishaokoka anaondoa dhambi, alafu sasa anafungua macho, ufahamu, umjue Mungu. Wengi leo wanasema haiwezekani kuokoka. Ndio. Haiwezekani kuokoka duniani. Ni kwa sababu ya ile dhambi ambayo ile giza ambayo imekuwa juu yako, huwezi kumwona Mungu. Lakini ukishaokoka na ukishakubali kwamba Yesu amekuja, ni mwana kondoo aiondoaye, amekuja kuondoa dhambi za dunia. Jina lake nitaita Yesu. Ndio. Ambaye ataondoa nini? Dhambi. Sasa ukishakubali kuondoa, hii ni salamu zetu. Ndio. Akishaingia ndani, anaondoa dhambi, alafu unapata ufunuo, knowledge ya Mungu. Ndio. Leo hii watu wanajaribu kumjua Mungu wa akili, hawajui.
unajua Mungu kwa kwanza kupata ondoleo la dhambi, ndipo utaweza kuelewa kwamba kuna nini. Kuna Mungu wa kweli, kuna Mwokozi wa kweli, kuna mtu ambaye anaweza kukubadilisha maisha yako. Mimi nimezaliwa mara wa pili mwaka tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 1979 saa 12:47 jioni. Nilifanya maamuzi, sio nikabahatisha. Niliweka maamuzi kwamba mimi hapa, kama kweli Yesu alikuja duniani kuniokoa, ninamtaka. Ndio. Siku ile malaika walishuka na wakanisherekea mimi. Mwanadamu mwingine hakujua, malaika na mimi tu basi. Na kweli maisha yangu yalibadilika. Nashukuru kwamba hapa sisi ni ndugu. Na ukiona ni rika ile ambayo tumeokoka katika enzi zile, zama zile. So hiyo tunakupa salamu jamani. Yesu anaokoa kweli. Kama amenitoa mimi mwenye dhambi, mimi kama naibia niko na kunywa kreti 2 kwa siku, lakini Mungu ameniondoa. Ndio. Sina hata harufu zikiwa pa hamna kitu kwa sababu nisha pata mzondero wa dhambi na ufahamu wa Mungu ikaja na nuru ya Kristo ikaonekana ndani ya maisha yangu. Hiyo ni salamu zangu. Naam, nakushukuru sana. Ni Mtume Vernon Fernandez huyo ndani ya kipindi cha Meza Busara mubashara kutoka hapa Wapo Radio FM. Hizi ni studio za Wapo Radio FM, lakini tunaonekana mubashara katika Shalom TV online, hali kadhalika katika 18 kwenye kinganguzi cha Ting, lakini na madishi mbalimbali duniani kote. Tayari ni saa 4 na dakika 47. Mimi ni mchungaji Peter Omari. Tuko na wazee wetu hawa, na kwa walivyoelezea Askofu Gamanywa, nyinyi mmetoka mbali. Ukiangalia wote miaka 30 mnamtumikia Mungu, na inaonekana ni rika moja, lakini sidhani kama ni mmekutana hivi vitu njiani. Labda kwa kifupi hapo, Askofu Gamanywa. Swali lako zuri sana. Swali lako zuri sana, amenichanganya alipozungumza. Amesema vitu vingi. Sasa nashinda niseme kipi cha kwake hapa. Yote vinasisimua. Ndio. Ni kabla sijaja kwenye uhusiano wetu, ni ongezee pale alipozungumzia Yesu kuzaliwa ndani yetu. Ndio. Sasa Yesu mwenyewe alisema moja kwa moja, kwa sababu amekuja kuokoa watu ulimwenguni kutoka katika dhambi. Ishara ya kuokoka ni toba inayofanyika kwa maana ya kugeuka kwa hiari kuondoka katika mfumo wa maisha ya dhambi ili uje katika mfumo wa maisha mapya ya kumcha Mungu ndani ya Kristo. Yesu anasema anayefanya toba hiyo, jina lake linaandikwa mbinguni. Ndio. Anakuwa amezaliwa mbinguni. Yesu alizaliwa duniani, sisi tunazaliwa mara ya pili mbinguni. Ndio Christmas yetu mioyoni mwetu. Sasa mtazamaji wa ATN na Shalom TV online na Wapo FM, ndio leo hii usisherehekee kuzaliwa kwa Yesu bila wewe kuzaliwa mara ya pili. Ndio. Ili malaika washangilie mbinguni wakati jina lako linaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Ndio. Nje ya hapo utakuwa unafanya maigizo na mhusika hayupo. Ndio. Na utapata hasara. Lakini hatutaki upate hasara, tunataka upate faida. Na hii ndio maana ya JKK, jukwaa la kumhubiri Kristo. Ndio. Tunaeleza alivyokuja duniani na alivyoshangiliwa duniani na kazi aliyofanya ya ukombozi na jinsi kazi yake kubwa ni kuondoa dhambi. Ndio. Huko mtaani siku hizi watu hawazungumzii Yesu kuondoa dhambi. Wanazungumza vitu vingine ambayo ni ajenda itafuata baadaye. Lakini Injili ni habari njema ya Yesu Kristo kuondoa dhambi. Ndio. Na bila Injili hiyo hakuna habari njema. Yaani kama mtu hajaondolewa dhambi na Yesu Kristo, kwake huyo hakuna habari njema. Habari njema ni Yesu Kristo kuruhusiwa amuondoe katika maisha ya dhambi. Ndio. Sasa sisi hapa ushuhuda wetu
Askofu Kakobe aliwahi kushuhudia, nafikiri kwa ni mara ya kwanza au ya pili, alielezea alikuwa kwa mwaka 78 hiyo 80 kabla ya 80. Okay, kabla ya 80 ile ya mwanzo mimi nafuatilia sana, ilikuwa 1973. Sasa na mimi nilikuwa kwa mwaka 73 chini ya mahubiri ya mwinjilisti aliyekuwa anavuma tena Mwangilikana enzi hizo, anaitwa Edmund John, mtu wa Mungu Edmund John. Lakini wokovu wangu mimi haukudumu sana kwa sababu ya mazingira niliyokuwepo. Hapa kuwepo na malezi ya kiroho ya kunifanya niendelee. Nikaja kumrudia Kristo mwaka 82. Ndio. Na naelezea hiyo kwa sababu wengi wanapenda kuficha historia zao, kana kwamba wakisema wataumbuka kwamba alirudi nyuma. Ni kwamba nilikata shauri ila sikumaliza mchakato wa wokovu. Ndio. Na kwa sasa kukamilisha mchakato wa wokovu ndio maana sikuendelea vizuri. Huyu sio kwamba alikata shauri akafukuzwa kwa sababu walimnyanyapaa. Ndio. Mimi mazingira ndio aliyo haya, sikupata mwendelezo. Ndio. Mpaka nilipokuja kukutana sasa na neno na full gospel. Injili kamili. Ndio. Nikaipokea. Na hawa tumefahamiana toka enzi hizo. Ndiyo. Tunaingia katika huduma ndio pamoja hiyo miaka ya 80. Hapo kutamu. Ndio. Kwa sababu wengine wanafikiri yani tumeanza mahusiano yetu kuwapiga manabii. Nyinyi hamjakutana barabarani bwana. Wala manabii hajatukutanisha. Ndio. Hapo sijui kama kuna picha kama unaweza ukasaidia kwa mtazamaji wa Shalom TV na ATN producers hapo, mnaweza mkatuonyesha. Mimi naangalia pia nafuatilia hapa, mnaweza mkaionyesha hiyo picha ambayo inaonyesha wazee hawa kule walivyotoka. Na bila shaka watazamaji wataendelea kufuatilia mwanzoni mwa huduma zetu. Ndio tulipoanza tukiwa vijana. Ndio. Hatujawa na mabati kama unavyoona. Tumenywele zimeanza kuhama kidogo. Ndio. Kwa hiyo uhusiano wetu sisi ni wa miaka mingi. Ndio. Karibu miaka 40. Sawa. Na tumeanza huduma pamoja, na usituone hivi wakati tunaanza huduma sisi mpaka ukubaliwe na wazee kwamba una huduma. Wao walikuwa wanaangalia sio kipawa cha kutoa pepo, walikuwa wanaangalia tabia, character. Ndio. Character, tabia, ushuhuda. Ndio. Huna tuhuma. Maisha binafsi ya wokovu. Ndio. Umeokokea, nani kakubatiza? Nani kakuwekea mikono? Uliokokea wapi? Ndio. Umeacha yote. Sisi katika ujana, Ndio. katika ujana tumeonja maisha ya ujana. Mimi nikaa katika ujana miaka 7 sijaoa. Miaka 7 safi sijaoa. Na miaka 7 ya ujana bila kutenda dhambi. Toka miaka 7 na nakuja kuoa, na mjua mke wangu ndio mke wa kwanza. Ndio. Na sio mke wa kwanza tu, mpaka leo. Zaidi ya miaka 30 ndio huyo mke nilie naye. Amen. Hakuna mwanamke mwingine yote duniani kama yupo ajitokeze. Popote pale. Hakuna. Kwa nini? Kwa sababu Yesu aliniondolea dhambi.
si kwa uwezo wangu, ni Yesu aliniokoa. Na bado wokovu wake, nguvu yake inaendelea kufanya kazi ndani yangu. Ndio. Sasa na kinachotufanya sisi tuwe pamoja ni ushuhuda. Ni ushuhuda. Ni ushuhuda. Tunaposema hivi, sisi sio malaika. Tumefanya makosa kadha ya kufikiri sivyo sahihi wakati mwingine kama binadamu nini na nini, vitu ambavyo hatuvionei haya kuvizungumza, lakini sio dhambi. Yani kwa maana ya dhambi. Ndio. Yani kufanya upagani ndani ya Ukristo. Kinachotufanya sisi tuwe pamoja ni kwa sababu tunafanana. Tunafanana. Tunatofautiana mitazamo. Kila mtu ana mshale wake mahali fulani. Lakini inapokuja kwa uhusiano na Mungu, kwa imani katika Kristo, kwa sound doctrine, kwa maana ya fundisho sahihi la wokovu, tunakubaliana. Ndio maana tunaambatana. Na tumeambatana kwa sababu hatupinzani, hatukinzani mahali. Kuna maeneo tunao tukatofautiana tafsiri kwa maana ya vile tulivyoitwa. Kuna eneo ambalo mimi nimeitwa ambalo nime specialize katika hilo. Nikiwa kwenye eneo hilo wananitazama. Kuna mahali ambapo Askofu Kakobe ame specialize akiwa kwenye eneo hilo, na mimi na sasa sio na mtaalamu, na achama na kuachama kabisa. Ndio. Alikadhalika mtume. Ni vipawa tofauti, lakini msingi tuliojengwa katika imani ni huu. Ndio. Ni mmoja. Na hiyo ndio inatufanya